Karibu H-Nut Media, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini usisahau ku like, comment na kushare. Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni H-Nut Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo kutoka katika kila kona ya Tanzania. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumekuletea hapa uweze kujua ni nini kinachoendelea kuhusiana na klabu ya Young Africans. Tayari wameshakwisha kuanza kufanya mchakato wa kupata mbadala wa mshambuliaji Clement Mzize ambaye kwa sasa kwa taarifa tulizonazo amefanywa upasuaji wa goti ambao utamweka nje kwa muda wa wiki 8 mpaka wiki 10. Katika wakati huo Clement Mzize atazikosa mechi kadha wa kadha, lakini katika mechi muhimu ambazo Clement Mzize atazikosa katika mchezo huo ni pamoja katika klabu hiyo ni pamoja na mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League ambapo Young Africans watakuwa nyumbani wakiwakaribisha KMC Complex katika uwanja wa KMC Complex, lakini mechi ya pili Coastal Union dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Mkwakwani huko Tanga, lakini mechi nyingine muhimu kabisa ni derby ya Kariakoo hii hapa ambayo itawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, lakini mechi ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF kuwania kufuzu hatua ya robo final kombe la mabingwa barani Afrika CAF Young Africans ambapo watawaalika JS Kabylie kutoka huko Algeria ambao mechi hiyo itakwenda kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex. Lakini mechi nyingine ambayo Clement Mzize ataikosa ni pamoja na mechi ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF kuwania kufuzu hatua ya robo finali, ni pamoja na mechi ambayo Young Africans wataalikwa na AS FAR Rabat kutoka huko Misri, kutoka huko Morocco, ambayo mechi hiyo itachezwa katika mji wa Rabati huko Morocco. Lakini mechi nyingine ambayo Clement Mzize ataikosa ni mechi ya National Ahli wakiwakaribisha Young Africans. Mechi hii itakuwa huko Januari ambako tayari mapumziko ya AFCON yatakwisha kuwa yametamatika, ambapo mechi hiyo itakwenda kuchezwa. Lakini sasa majina mawili ambayo yamewekwa na kamati ya usajili katika klabu hiyo ya Young Africans tunayo hapa, lakini kabla hatujayatazama na kujua wachezaji hao wanacheza katika nafasi gani katika klabu hiyo ya Young Africans, nikusihi na nikukaribishe kwa wakati mwingine tena. Karibu, na hii hapa ni H-Nut Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi nikwambie na kukupa pole kwamba umepitwa na taarifa zetu nyingi sana. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Mara baada ya kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu utazitazama ukiwa sehemu yoyote Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania. Basi taarifa zetu na video zetu tazitazama pasina shida wala tabu yoyote kabisa. Na kwa sasa nikukaribishe hapa twende sambamba, twende sako kwa bako katika wakati huu ili kuzipata taarifa mjarabu kabisa ambazo tumekuletea hapa katika anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, kamati ya mashindano kamati ya usajili katika klabu ya Young Africans imeshakwisha kudondosha majina mawili katika klabu hiyo ya Young Africans, na katika meza ya mfadhili wa klabu hiyo ama bosi wa klabu hiyo bwana Galib Said almaarufu kama GSM, katika kuhakikisha kwamba majina hayo yanakuja kuboresha kikosi cha Young Africans katika hatua hizi za kufuzu hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo tayari makundi yameshakwisha kupangwa na Young Africans wameshakwisha kuwajua wapinzani wao ambao watakutana nao katika hatua hiyo ya makundi katika kuhakikisha wanafuzu robo finali ya mabingwa barani Afrika CAF. Young Africans
wako na wababe kweli kweli katika kundi lake. Kuna National Al Ahly, kuna AC FAR Rabat kutoka katika mji wa Rabat hapo nchini Morocco, lakini bila kuwasahau JS Kabylie kutoka katika mji kutoka katika nchi ya Algeria ambako wamba hawa wanapatikana. Mataifa matatu ya Kiarabu yakiunda grupu ambalo Young Africans yupo. Kwa kuliona hilo, kamati ya usajili katika klabu ya Young Africans imeona sasa si shida, si tabu, si wakati mwingine wa kupepesa macho, bali ni wakati wa kuketi na kutazama mwenendo wa klabu hiyo ya Young Africans, kutokana na kwamba klabu hiyo kwa sasa imekuwa ikizungumziwa kwa tofauti na wadau mashabiki wa klabu hiyo Young Africans, wakiamini kwamba katika kundi B Young Africans ndiye mchekea, ndiye klabu ambayo itakwenda kugawa alama katika kundi hilo. Lakini kama wewe ni mfuatiliaji na mpenda soka, unaweza kuona kwamba maajabu katika soka hili yameshakwisha kufanyika. Hata maajabu ambayo aliyafanya Young Africans wakati anakwenda kutoboa katika hatua ya robo finali, akaenda kutolewa na Mamelodi Sundowns, basi unaweza ukaona kwamba Young Africans alikuwa katika kundi gumu kweli kweli, lakini aliweza kutoboa. Na kundi alilokuepo kwa wakati huo National Al Ahly walikuwepo. Kwa katika kundi hilo alifuzu Young Africans pamoja na National Al Ahly, ambapo Young Africans walikwenda kukutana na Mamelodi Sundowns katika hatua ya robo finali. Mechi ya kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa ikitamatika bila kufungana, na mechi ya marejeano huko South Africa ikitamatika pasina kufungana, mechi ikitamatika suluhu ya bila kufungana, mikwaju ya penalty. Changamoto za mikwaju ya penalty zikawafanya Young Africans kutupwa nje ya mashindano na Mamelodi Sundowns kutinga hatua ya nusu finali. Kwa hiyo si maajabu kuona kwamba Young Africans anafanya maajabu na kuionyesha dunia kwamba Young Africans sio mchekea, sio mgawa point kama jinsi ambavyo watu wanazungumza kwamba katika kundi hilo Young Africans ni mgawa point pekee. Lakini moja kati ya blogger mkubwa kutoka Morocco, mara baada ya kupangwa kwa makundi hayo, unaambiwa kwamba kutoka huko Morocco katika makao makuu ya AC FAR Rabat hapo katika mji wa Rabat Morocco, unaambiwa na wao walianza kuwa na hofu juu ya kundi lao, wakiamini kwamba Young Africans ni moja kati ya klabu ambayo inatoa changamoto vibaya mno katika mataifa ya kaskazini, kwa maana mataifa ya Kiarabu. Na tuliona kwamba katika Young Africans alishawahi kutinga katika hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika akikutana na MC Alger katika mechi ya nyumbani huko Algeria, Young Africans yakitakata na kuibuka na ushindi wa bao moja katika mechi hiyo ya finali. Mabao mawili ambao walifungwa huko katika mabao mawili ambao walifungwa katika uwanja wao wa nyumbani wa Benjamin Mkapa yakawafanya Young Africans kuwa washindi wa pili katika finali hiyo. Kwa hiyo moja kati ya blogger huyo ambaye amenipenyezea taarifa hizo kutoka Morocco ni kwamba AC FAR Rabat nao wana wasiwasi na klabu ya Young Africans, wakiamini kwamba grupu hilo basi Al Ahly pamoja na Young Africans wanaweza wakapenya katika tundu la sindano na wakaiona dhahabu katika hatua ya robo finali kombe la mabingwa barani Afrika CAF, ambapo kwa mataifa kwa taifa la Afrika, ambapo kwa taifa la Tanzania klabu mbili ambazo zinawakilisha ikiwemo Simba Sports Club pamoja na klabu ya Young Africans ambayo inazungumziwa kwamba katika group lake anaweza kwenda kugawa pointi. Lakini kwa kuliona hilo, kamati ya mashindano imeshakwisha kudondosha majina mawili, ikiwepo Crispin Luemba ambaye anatoka katika klabu ya Colombe Sportive kutoka katika ligi kuu ya Cameroon, moja kati ya mchezaji na mshambuliaji moja mzuri ambaye huenda kadondoka katika klabu hiyo ya Young Africans ili kuja kuongeza nguvu na kuchukua nafasi ya Clement Walid Mzize ambaye kwa sasa yuko nje kwa
kwa upasuaji huo ama kwa majeraha ambayo aliyapata. Bana, taarifa nyingi utaendelea kuzipata hapa, lakini nikwambie tu kwamba taarifa hizi mjarodi kabisa zimepewa nguvu na Vitu Bei Poa ambao ni wauzaji wa vitu vyote ambavyo unavihitaji, vifaa vya majumbani, vifaa vya umeme, vifaa vya elektroniki vyote ambavyo unavijua, basi Vitu Bei Poa unaweza ukawacheki kupitia Instagram yao, lakini namba ya simu ambayo inapita hapo chini unaweza ukawacheki. Lakini